Mpendwa mtazamaji, siku ya Alhamisi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata kutoka katika Injili ya Marko, sura ile ya 12, aya ya 28 hadi ya 34. Nitaisoma. Mmoja wa waandishi alifika kwa Yesu akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii: sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii: umpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vyema ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wote, na kwa ufahamu wote, na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako, kwa faa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa na dhabihu zote pia. Naye Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu. Wala hakuthubutu mtu kumsaili neno tena tokea hapo. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, baada ya kundi jingine la kidini kuondoka kwa Yesu, limekuja kundi jingine la waandishi. Wanakuja na swali moja kubwa: je, ni amri ipi iliyo ya kwanza? Katika habari za amri za Mwenyezi Mungu tunazozifahamu, Mwenyezi Mungu alizitoa hizo amri katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 20. Alizitoa amri 10. Kwa ufupi ni kwamba amri ya kwanza mpaka ya 3 inamzungumzia Bwana Mungu, na amri ya 4 mpaka amri ile ya 10 inazungumza mwanadamu kwa mwanadamu. Katika habari ya Mwenyezi Mungu anasema kwamba mwanadamu, Mwenyezi Mungu anachotaka kwako kwamba umpende Bwana Mungu wako aliyekuumba bila wewe kutaka. Na katika zile amri ambazo inaanzia namba 4 mpaka namba 10 inazungumza mapendo kwa jirani, kwamba ukimpenda jirani yako kama ulivyompenda Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu wetu ni upendo, hutaweza kupanga mauaji kwa jirani yako. Ukimpenda jirani yako, hutawaza katika kuzini naye, kumuumiza na kumwacha, kumfanya huyu kwamba ni chombo cha starehe. Ana utu wake, ana heshima yake. Ukimpenda jirani yako, hutapanga kumwibia mali zake na kumfanyia dhuluma. Ukimpenda jirani, hutaweza kumnenea maneno mabaya ya uongo, kutoa ushahidi wa uongo, kumletea majeraha. Na kuna wengine wamefungwa gerezani kwa sababu tuenda kutoa maneno ya uongo juu yao, ushahidi wa uongo. Ukimpenda jirani yako, hutaingia katika tamaa za kutamani waume za watu, wake za watu na mali zao. Ndio ile amri 10 za Mwenyezi Mungu. Sasa katika Kumbukumbu la Torati alishazungumza Mwenyezi Mungu, ashatoa hii amri kwa wana wa Israeli, na kila Myahudi kila akiamka asubuhi ilikuwa ndio kanuni yao, kanuni ya imani: Shema Israeli, sikia Israeli. Na akimpata mtoto yeyote yule wa kiume, baba wa familia alikuwa anamshika yule mtoto, anakiri kanuni ya imani: Shema Israeli. Anasema Bwana Mungu wako ni Bwana mmoja, na umpende kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote. Kila mwanaume akimpata mtoto wake lazima amtamkie maneno hayo. Hiyo ndio ilikuwa kanuni. Wana wa Israeli wampende Bwana Mungu.
na hiyo ni amri ambayo Mwenyezi Mungu ndio aliyoitoa kwa Adamu na Eva. Adamu na Eva hawakuwa na amri nyingine yoyote ile, ilikuwa ni kumpenda tu Mwenyezi Mungu. Ndio Mwenyezi Mungu alitoa. Kwa Mwenyezi Mungu anachokitaka kwa mwanadamu ni upendo. Twaweza kumtii Mwenyezi Mungu bila upendo, lakini tukimpenda Mwenyezi Mungu, utii utatufuata. Hiyo ndio amri ya kwanza. Na katika hali ya leo hii utagundua watu kwamba wanapenda vitu vya Mwenyezi Mungu badala ya kuweza kumpenda Mwenyezi Mungu. Tunapenda baraka zake, tunapenda utajiri wake, tunapenda afya yake, tunapenda mafanikio yake, tunapenda atuinue baada ya kuweza kumpenda yeye. Wayahudi wamempenda Bwana Mungu kwanza, ndio maana amewainua. Muda wao, heshima katika siku ile ya Sabato na mambo mengine yote, heshima katika neno la Mwenyezi Mungu, wamempenda Bwana Mungu, ndio maana amewainua. Leo tubadilishe utaratibu, tumpende kwanza Mungu, alafu baadaye yeye, kwa kumpenda yeye atatupatia hivyo vingine. Na la pili, tusiendelee kusababisha maumivu kwa wenzetu. Yaani tukimpenda jirani, ukimpenda jirani yako, hakika hiyo ni zaidi ya zile sadaka unazozitoa. Usipompenda jirani yako, sadaka unazozitoa kanisani, majitoleo yako unayotoa kanisani, nafasi ambayo uko nayo kanisani, nafasi ambayo uko nayo katika jamii, kama huna upendo kwa jirani yako, Paulo amesema ni ubatili mtupu. Anasema kwamba hayo yote kama sina upendo ndani yangu, amesema mimi ni shaba inayolia. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie tupendane, na kwa sababu mwishoni, baada ya kufika mbinguni, tutaulizwa swali moja: ni namna gani ulivyompenda Mungu, namna gani pia ulivyompenda jirani yako? Ndio hiyo amri ya Yesu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.